Shalom shalom, watumishi wa Mungu. Mimi ni mchungaji Rodi kutoka Kibaha. Nina ujumbe mdogo tu kwa mtumishi wa Mungu Martha Mwaipaja. Ni ujumbe mzuri tu. Hapa juzi ulitangaza kuacha uimbaji. Ukasema umesitisha kuimba au umesitisha huduma ya uimbaji kwa muda ambao haujulikani. Nataka nikuambie, sio kukushauri, lakini kukuambia ukweli. Ukweli ambao ni mchungu. Kazi ya Mungu hatujiamlii kwamba uamue ufanye ama usifanye. Niliona mtumishi Upendo Mkone alijishusha sana. Ndio, na kwa kweli alijishusha sana. Ila wewe, pamoja na kwamba mmesameana, lakini haujaonyesha dalili yoyote ya kujishusha. Hata kama sio kwa Upendo, lakini Upendo alionyesha roho ya ufahamu, kujielewa na kujishusha pia. Wewe unatakiwa uombe Mungu msamaha na utuombe sisi pia msamaha. Sisi kwa manake kwamba kanisa. Mtumishi Upendo aliomba msamaha kwa kanisa kwa sababu kwa kipindi kifupi sana mlikuwa mshasababisha kazi ya Mungu itukanwe. Japo nyinyi mlikuwa mnaona kama mnatengeneza picha ama frame fulani ya kujilinda, au kama mnatengeneza kitu kama kujikava, au kwa namna fulani. Lakini nataka nikuambie ukweli ambao ni mchungu, kwamba kitendo cha kutangaza unaacha kazi ya Mungu ni dhambi na ni kosa ambalo unaweza ukapigwa na Mungu pigo zito sana kuliko unavyofikiri. Kazi ya Mungu haiachwi kwa kuamua, wala hauwezi ukaisarenda kwa namna yote ile. Labda kama ni ulikuwa unatumia kipaji cha uimbaji, sio karama ya uimbaji. Kwa sababu karama ya uimbaji au karama ambayo imetoka kwa Roho Mtakatifu, huna mamlaka, huna kibali, huna uwezo, huna neema ya kuipangia. Lakini kama ni kipaji, kama vile vipaji vya sarakasi, basi una halali kabisa ya kusema unaweka muda wa kufanya kazi ya Mungu. Nafikiri kama wewe ni mtumishi ambao umedumu sana katika kazi ya Mungu, na kama kweli umeitwa, ushanielewa haraka sana. Kwa hiyo unatakiwa uchukue hatua haraka sana ya kujirudi na uonyeshe nia ya kuokoa roho yako kwa kuomba Mungu msamaha
mtu yote anayeacha kazi ya Mungu kwa kuamua au labda kwa kumsusia Mungu, kwa sababu kitendo ulichofanya wewe ni kwamba kwa kuwa umepitia majaribu unaamua kusitisha kazi ya Mungu. Maanake ni kwamba unachokifanya ni kama unamkomoa Mungu au unamsusia kazi yake, kwamba umeshindwa kunisaidia, kana kazi yako, mimi ndo ninaamua ni lini nitaifanya. Nafikiri umenielewa ndugu yangu. Nimeongea nawe kwa upendo mkubwa kwamba hebu jirudi kama Mkristo halisi sasa. Ila mimi nakutakia heri kwenye kazi ya Mungu na natamani uendelee kutumikia Mungu. Huo udhaifu ulioonyesha ukatae. Asante.